Buba Jammeh wa timu ya Yanga na Libase Geye wa timu ya Simba kiuhalisia ni wachezaji ambao wanafanana kabisa kiuwezo na hawajatofautiana kabisa. Ni kweli kabisa hawa wachezaji wanafanana na hawajatofautiana. Unaweza usinielewe kabisa ninachokiongelea, lakini ukiangalia kwa jicho la tatu, ukiangalia kwa jicho la kifutiboli, ukiangalia kwa jicho la kitakwimu, unakuja kugundua hawa wachezaji hakuna mtu ambaye anamzidi mwenzie. Tukianza na takwimu za Libase Geye. Libase Geye ameweza kucheza takribani mechi 12 na katika michezo hiyo 12 ameweza kuhusika katika magoli mawili, yaani amefunga chuma 2 peke yake. Lakini ukija kwa upande wa kijana wa Yanga Buba Jammeh, fundi wa mpira, na yeye ameweza kuhusika kwenye magoli mawili. Ameweza kufunga goli moja na kuweza kutoa pasi moja ya goli, na kiujumla ameweza kuhusika kwenye magoli mawili. Vivyo hivyo ambavyo ipo kwa Libase Geye. Na kwa namna moja ama nyingine, kuna wakati Libase Geye amekuwa ni mtu ambaye anaigharimu timu. Kwa mfano kuna mechi ya Simba na TRA, bila ya ubinafsi wa Libase Geye, bila ya Libase Geye kukosa magoli, basi leo hii timu ya Simba ingekuwa inazidiwa na Yanga pointi 5 kama michezo ambavyo ingekamilika, lakini kwa sasa inazidiwa pointi 8. Sababu kubwa ni Libase Geye amekuwa ni mchezaji ambaye ni mbinafsi, mchezaji ambaye anataka kuonesha yeye ndiye mkubwa kuliko timu. Lakini ukija kwa Buba Jammeh, amekuwa ni mchezaji ambaye anacheza vizuri na wenzie, anashirikiana na wenzie, japokuwa amekuwa apati muda mrefu sana wa kucheza kama Libase Geye ambaye yeye ameweza kucheza michezo takribani 12 ambao ni sawasawa na dakika kama 900 hivi, na Libase Geye yeye ndo amecheza michezo hiyo. Lakini ukija upande wa Buba Jammeh, yeye ameweza kucheza michezo midogo tu, michezo 8, lakini bado takwimu za Buba na takwimu za Libase Geye zinafanana kabisa, wote wameweza kuhusika kwenye magoli mawili. Sasa mashabiki wa Simba niweza kuwaona wamekuwa wakijisifia sana kwamba Libase Geye anacheza mpira, Libase Geye nini, lakini kiuhalisia Libase Geye amekuwa anakimbia na kurukaruka uwanjani, hana impact yoyote kama ambavyo watu wengine wanaweza kuonesha impact zao. Wachezaji kama Anicet Yaura wamekuwa na impact ya moja kwa moja kwenye timu, yani Zaire anapocheza mpira matokeo yanakuwa ni makubwa kuliko Libase Geye ambaye yeye anaenjoy zaidi kucheza yeye mwenyewe peke yake kuliko kucheza na wenzie. Lakini hata Buba Jammeh na yeye amekuwa akicheza vizuri zaidi, ameweza kushirikiana na wenzie, na ndio maana pale mwanzo basi niliweza kukwambia kwamba Libase Geye pamoja na Buba Jammeh ni wachezaji ambao wako sawa. Ukitaka kuamini ya kwamba Buba Jammeh na Libase Geye ni wachezaji ambao wako sawa, angalia katika mipango ya viongozi wa Simba. Katika mipango ya viongozi wa Simba, kujilisha kubwa wanao mpango wa kumtoa Libase Geye kwa sababu ameonekana kuwa ni mchezaji ambaye afiti kwenye mifumo ya mwalimu Steve Barker. Ameonekana kuwa ni mchezaji ambaye anaenjoy zaidi kucheza yeye mwenyewe. Sasa uongozi wa Simba ukiongozwa na mwenyekiti wake Murtaza Ali Mangungu, uongozi wa Simba ukiongozwa na rais wa heshima wa klabu hiyo Mohamed Dewji, basi wamekubaliana kuwatoa baadhi ya wachezaji, na moja kati ya wachezaji hao ni Libase Geye, na mchezaji mwingine ambaye katika dirisha hili ataaga mashindano basi ni Alassane Kante Maodo, lakini pia bila kumsahau Nabi Kamara, mchezaji ambaye toka amefika Simba alipata nafasi kiasi, lakini toka ujio wa kocha Steve Barker South Africa, huyu amekuwa akikosa nafasi, na timu ya Simba imepanga mpango wa kuhakikisha kwamba unamtoa na kumpeleka kwa mkopo kwenye klabu ya Singida Big Star. Hizo ndizo habari ambazo zinamhusu Buba Jammeh na mwenzie Libase Geye kuwa na uwezo ambao unafanana. Lakini ukija kwa upande wa mipango ya viongozi wa timu ya Yanga, na wenyewe wanapanga kuweza kuachana na Buba Jammeh kwa sababu ikiuhalisia Buba Jammeh ameshindwa kudeliver kile kitu ambacho wachezaji wenzake waliosajiliwa kwenye dirisha dogo wamedeliver. Ameshindwa kudeliver kitu kama ambacho anakideliver Aurelien Ndepu. Buba Jammeh wakina Lasini Kouma, hawa ni wachezaji ambao timu ya Yanga watawaacha mwishoni wa msimu, na kama ambavyo tunafahamu kawaida ya Yanga hawana utaratibu wa kumvumilia mchezaji yoyote. Niliweza kuona kwenye swala zima la Conte, sio Kante, ni Conte huyu ambaye aliweza kupigwa changa, na yeye wameshindwa kumvumilia
na mwisho wa siku wameweza kufanyaje? Kumwacha na kumpeleka katika timu zingine. Kwa hivyo hili litaenda kutokea kwa Buba Jammeh. Na ukiangalia mipango ya klabu ya Yanga katika msimu ujao ni kuhakikisha kwamba wanafika fainali kwenye kombe la CAF Champions League kama ambavyo waliweza kufanya kwenye kombe la shirikisho. Na mimi kwa kuwa namuamini sana Engineer Said, mipango yake always ni superb, basi atawafikisha Yanga katika nchi ya ahadi, na Yanga wataweza kufika kwenye fainali ya CAF Confederation Cup na fainali ya CAF Champions League. Na mimi naweza kusema kwamba Yanga itakuwa timu ya kwanza kuweza kufika kwenye fainali ya CAF Champions League, ikiacha nyuma Simba ambao hawa wamekuwa akizubaa zaidi, wamekuwa wakifanya vitu vya ajabu. Wenyewe kazi ambao wanafanya ni kurumbana kila siku. Jairuti amefanya vile, Mo amefanya vile, mchezaji Jairuti hatakiwi kucheza, Ino Loemba kwa kuwa ni mchezaji wa Jairuti basi hatakiwi kucheza. Sasa malumbano kama haya bila kuyamaliza, timu ya Simba haiwezi kufika popote. Timu ya Simba haiwezi kufika nchi ya ahadi, na mimi naweza kusema kwamba timu ya Yanga ndio timu ambayo itakuwa ya kwanza kuweza kufika nchi ya ahadi. Timu ya Yanga itaweza kutuheshimisha sisi kama Watanzania na kuweza kufika katika fainali ya CAF Champions League, ambao kwa sasa Mamelodi Sundowns pamoja na timu zingine wako wanapambania kombe huko, na Simba wao watazidi kuishia tu robo fainali, na siku zote watakuwa wanaitwa mwaka robo. Bwana, mimi kwa upande wangu naweza kusema pia Buba Jammeh pamoja na mwenzie kijana huyu wa Simba Libase Gwe, hawa ni wachezaji wenye uwezo sawa, na nimesema hivyo kwa sababu ya takwimu ambazo tumejaribu kuziangalia. Takwimu zao zinafanana, wote katika michezo mingi wameweza kuibuka na magoli mawili peke yake, wameweza kuhusika na magoli mawili, na timu zote mbili, Simba pamoja na timu ya Yanga, zote zina plani ya kuhakikisha kwamba wachezaji hawa wanaweza kuondoka kwenye dirisha kubwa ili kuweza kuleta wachezaji wengine ambao wanaweza mahitaji ya timu zote mbili, Simba na Yanga. Yanga wanataka kufika CAF Champions League final. Simba wanahitaji kudominate ligi ya Bongo kwa sababu wamekaa mizimu mingi bila kuweza kupata kombe la ligi kuu ya NBC Premier League, bila kuweza kupata kombe la Azam Sport Federation Cup. Wamekuwa wakikaa tu kama sio timu ya mpira, kama sio timu kubwa, wameshindwa kupata makombe. Baada ya kuzungumza hivyo, mimi nisemea kwamba sina ziada kutokea mwanzo mpaka mwisho wa exclusive interview ambayo inamhusu Bwana Buba Jammeh na kijana wa timu ya Simba Libase Gwe. Ulikuwa nami nilizondoka kwa siku zote Timothy Z, lakini kabla sijakuacha, ningependa nikuase ndugu mpenzi mtazamaji, uweze kusubscribe channel yetu kwa kugusa alama nyekundu iliyokuwa hapo chini upande wa kulia, lakini pia gusa alama ya kengele ili pale ambapo tutakuwa tunatoa video zetu, basi uwe unakuwa wa kwanza kuzipata video zetu ambazo zinahusiana na masuala ya kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Once again, Timothy Z, mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya.